A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. Bwana, hii inakuwa safari yangu ya kwanza nje ya nchi kwa mwaka 2026. Safari imeanzia Dar kuelekea mji mkuu unaitwa Minsk nchini Belarus kupitia Moscow, Russia. Lakini tulitoka Dar tukalala kwanza Dubai pale, alafu kesho yake tukanyanyuka tena. Nina kama miaka 5 hivi sijakanyaga Dubai, lakini treatment ilikuwa poa sana baada ya kukaa angani kwa zaidi ya dakika 300. Good evening, sir. Good evening, sir. Coming. Kesho yake tukanyanyuka tena, na kitu pekee kimeninyanyua kuliacha jiji la Chalamila kwenda zangu Belarusi ni kushuhudia tukio kubwa la utiaji saini ambao unafanywa na huyu Mtanzania aitwaye Mohamed Kilua. Yeye ni mwenyekiti na mmiliki wa makampuni ya Kilua Group Tanzania. Anakwenda kuingia ubia na makampuni makubwa sana ya Belarus ili kufungua viwanda nchini Tanzania, kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya uchimbaji wa madini, kilimo, ujenzi na sekta nyingine. Hapa sasa tumetua tayari Moscow, Russia kwa bwana Putin. Ni safari fulani hivi ya dakika 300 angani kutokea Dubai. Hapa bwana tulikaa kidogo kwa muda mrefu kabla ya kudaka pipa jingine kuelekea Minsk, Belarusi. Sio safari ya masaa mengi sana angani, lakini ni safari ya siku 2 kutokea Tanzania. Uchovu ukosekani, baridi la hela yote, chai ndio mkombozi. Baadaye tukaliacha jiji la Moscow kuelekea zetu Minsk, tukaingia kama saa 3:30 usiku, na sio mbali sana. Belarusi na Russia zimepakana, ziko karibu, kwa hiyo safari ya ndege sio ndefu. Tulipokelewa vizuri sana, mapokezi yalikuwa ni makubwa sana. Tulipokewa na maofisa wa serikali ambao walitufuata mpaka kwenye ndege, tukapelekwa hotelini. Kesho yake asubuhi kazi ikaanza. Kwenye ziara zote za viwanda anavyotembelea Kilua na timu yake, tumemkuta wakati wote naibu waziri wa viwanda wa Belarus anaitwa Bakay Denis, ambaye huhusika kwenye mapokezi na mazungumzo kati ya Kilua Group of Companies na kampuni hizi za Belarus. Kiwanda cha kwanza kutembelewa na Mohamed Kilua na timu yake pamoja na waandishi wa habari kutoka Tanzania na hapa Belarus ni hiki cha Amcop, na kiwanda cha pili alichotembelea kwenye siku ya kwanza ni kiwanda cha Belaz. Tukitambua kwamba Belarus inasifika kwa kuwa nchi ya viwanda inayozalisha bidhaa zenye ubora na zinazodumu muda mrefu, ubia huu wa Kilua utahusisha kujengwa kwa viwanda vya kuunda mashine hizo nchini Tanzania katika eneo la viwanda la Kilua Industrial Park lililopo mkoani Pwani, ambapo mitambo mbalimbali yenye ubora wa viwango vya Ulaya na kimataifa kama vile bulldozer, damper, excavator na mitambo mingine itakuwa ikiletwa Tanzania vipande na kuundiwa hapo mkoani Pwani kabla ya kusambazwa Tanzania na mataifa jirani. So we can see right here in Zhodina what kind of work it does, how it is loaded, whether there is an overload or whether it has any systematic errors, dysfunctions, which we need to work on these constructive methods in order to fix them. Recently, Belaz showed the world a quarry dump truck with a capacity of 450 tons. It is a new direction, a new vehicle, a new miracle of human thought. Because being the best is in our blood. Juzi wakati nimepeleka habari ya Mohamed Kilua kusema kwamba anazileta hizi mashine nchini Tanzania na kwamba ni habari njema kwa wachimbaji wa madini, wajenzi, wawekezaji kwenye viwanda na watu wengine, watu wengi waliuliza bana, inakuaje na imekuaje, kwa nini amechagua labda kwenda Belarus na sio labda nchi kama China na nchi nyingine.
lakini pia ni ajira kiasi gani zitapatikana kwa Watanzania viwanda hivi vikianza kufanya kazi ndani ya Kilua Industrial Park mkoani Pwani, vitaongeza nini kwenye uchumi wa Tanzania? Hayo ni maswali ambayo majibu yake utayapata kutoka kwa Mohamed Kilua mwenyewe katika video mbalimbali nitakazokuwekea hapa. Hii ni ya kwanza tu, zipo nyingine zinafuata. Na hapa udada anatueleza kwamba ni nchi gani tayari hizi mashine zimeshakwenda, wameshaziweka Afrika. Endelea kufuatilia kurasa za Millard Ayo.